Wasikilizaji wapendwa, kama nilivyoahidi, nitakuwa nikichapisha kila Jumapili kipindi kimoja kuhusiana na maoni yangu, ambapo nitakuwa nikizungumzia kile ambacho kiko moyoni mwangu. Na mazungumzo haya yatakuwa yanahusiana na masuala muhimu katika maisha haya yetu. Lengo kubwa ilikuwa ni ile kutafuta nafasi ya mimi kuweza kuwa na mawasiliano na wewe kuhusiana na mambo ambayo mara nyingi huwa hatupendi kuyazungumzia. Ni mambo ambayo ni kama tabu. Ni ngumu sana sisi sana kuzungumzia. Kwa Kiswahili tunasema ni mwiko. Na hiyo ndio jambo ambalo mimi sijaelewa. Kwa nini tunakuwa na miko mingi kama hii kwa masuala muhimu sana kwa maisha ambayo tunafaa kuwa tunakaa chini tunazungumza pamoja. Na kabla sijaanza mazungumzo ya leo, ningependa kuweka wazi kuwa mazungumzo haya ama machapisho haya nitakuwa nafanya kila Jumapili, hata kuwa yakihitilafiana na yale ya kila katikati ya wiki, kwa sababu lengo kubwa sana ama lengo kuu la channel hii ni kuweza kuwasiliana na wewe na kuweza kukujuza masuala muhimu sana sana katika sayansi, fizikia. Mara nyingine tunaweza kuingia kwa mambo kama kisiasa kidogo, na pia dini tutaguzia pia kiasi. Kwa hivyo hii ni vipindi vya kando ambavyo vitakuwa vinahusiana na hivi vipindi vya Jumapili. Vitakuwa vipindi vya kando ambavyo vitakuwa vinahusiana na mimi kuweza kuzungumza maoni yangu. Hii itakuwa kama ile kuwapatia tu kuwafahamisha, kwa sababu hiyo ndio kazi nafanya kubwa ya kuwafahamisha kuhusu masuala tofauti tofauti ambayo huenda wengi wetu hatujui kuhusiana na mambo ya kisayansi, fizikia, kemia, hivyo vitu vyote ambavyo nimekuwa nikifanya kwa muda wa miaka 3 sasa. Pia na Kiliunde iko ndani pale. Lakini kwa sasa ningependa kuwa na ile nafasi ya kuweza kuzungumzia masuala ambayo sisi huwa tunakumbana nayo kila siku, alafu huwa hatuna nafasi ya kuweza kuzungumza pamoja na kuweza kuwafikiana kuhusiana na maswali kama haya. Na maswali ambayo tutaweza kuangazia sana sana katika msururu wa podcast hizi ni podcast zenyewe. Zitakuwa ni vitu kama vile dini na siasa. Vitu viwili ambavyo naamini ni vitu muhimu sana sisi kuweza kuangazia. Lakini pia tutaweza kuweka maneno mengine muhimu ndani yake. Kwa hivyo itakuwa tofauti tu na ile nyingine, ama mfumo ule mwingine wa kuandika kutengeneza content ambao uko rasmi kulinganisha na hii. Hii itakuwa ni kama si rasmi kabisa, ni ile nazungumza tu moyo wangu. Hakuna hati ya kufuatilia, ni kuongea tu kile ambacho kiko moyoni mwangu kuhusiana na mambo tofauti tofauti ya kijamii. Na kwenye kipindi hiki ningependa tuanzie na mada fulani ambayo najua ni muhimu sana, na ambayo ni dini. Ni mada muhimu sana 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 kwa moyo wangu, kwa sababu najua maisha yetu kama Waafrika, maisha yetu asilimia zaidi ya 90 ni dini. Tulizaliwa na kupelekwa mbio mbio kwenye shule ya Sunday school tukiwa wadogo. Kwa hivyo dini ndio chakula ambacho tumekula, chakula cha akili, ama tunasema chakula cha kiroho ambacho tumekula kwa muda mrefu sana. Na unakuta kuwa dini inachukua nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Kabla sijaendelea, ningependa niweke maneno fulani wazi. Kitu cha kwanza, lengo langu sio kubomoa, bali ni kujenga. Nia yangu ya kufanya msururu huu, ningependa sana kujenga ufahamu wetu wa dini. Ndio tuweze kupata na hiyo nafasi ya kuweza kujenga ufahamu wetu wa dini, itabidi tuweze kuelewa kabisa historia ya dini. Pili, ningependa ujue kuwa mimi ni shabiki mkubwa, ama mimi sio shabiki haswa, tuseme nafurahia sana ama nashukuru sana kazi kubwa ambazo
kanisa na misikiti ama madini za Kikristo na dini za Kiislamu zimefanya katika jamii zetu. Na nazungumzia kuhusu yale athari chanya za dini hizi mbili, kwa sababu vitu kama vile mahospitali, mashule, programu za kusaidia jamii nyingi zimeanzishwa na kanisa ama misikiti. Hizi ni miradi ambazo zimeweza kuleta matokeo chanya kwenye jamii zetu. Baadhi yetu tunaweza kusoma kwa mashule za kidini. Unaweza kupata, wengine wamepata masomo ya bure kwa shule hizi za kidini. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuwa nitakuwa nalenga athari hasi za dini, bali nitakuwa naangalia swala la dini kwa uwazi kabisa, bila kuficha chochote, kwa sababu hiyo ndo lengo kuu sana la mimi kuanzisha hii podcast. Tuweze kuangalia masuala haya kwa uwazi, kwa sababu kwa muda mrefu tumekuwa tukiangalia maneno haya bila uwazi wa kutosha. Mambo haya mawili ndo muhimu sana kwangu mimi kuweza kuweka wazi kabla sijasonga mbele na kuweza kuelezea kile ambacho nilitaka kuelezea kwenye misururu hii ya podcast. Acha basi niweze kusonga mbele. Kama nilivyotaja, dini ni sehemu muhimu sana ya maisha ya Mwafrika. Waafrika tunazaliwa ndani ya dini. Unakuta kila jamii kuna kanisa ambayo ama kuna dini ambayo wanajihusisha nayo. Kwa hivyo wakati wewe unazaliwa kama mtoto, mara moja unasukumwa ndani ya ile dini. Kwa hivyo jamii zetu venye zimetengenezwa, hakuna nafasi ya mtoto kuweza kukua na aachiliwe akuwe mtu mzima aje achague dini ambayo yeye angependa kujihusisha nayo. Dini ni kitu ambacho tunasukumiwa kama jamii. Na hili ni jambo ambalo limekuwa likinisumbua kuanzia utotoni, kwa sababu hata kama unafurahia kwenda kanisani, hata kama unafurahia dini yako, bado kuna sehemu yako inajiuliza swali, siko na uhuru wa kuchagua hii dini kwa sababu mzazi wangu wanaenda kanisa fulani, basi pia nami naelekea kwenye kanisa hilo. Najua inakaa ni kama kitu rahisi sana watu kuweza kuipuzilia, lakini ni jambo kubwa sana, kwa sababu dini ndio inajenga msingi wa mtazamo wa watu wengi ambao wanakuzwa na dini yenyewe. Kwa mfano, dini ya Kikristo kuna mambo fulani ambayo inakuambia usiweze kufanya. Kama vile kuna wanyama fulani, mifugo, ambao unaelezewa katika kitabu cha Walawi usiwahi kukula wanyama wale. Usiwahi chukua mnyama kama vile sungura, mnyama kama vile nguruwe na kadhalika. Wanyama hawa Biblia yenyewe imeweza kulaani, ikasema wanyama hawa hawapaswi kuliwa na watu kwa sababu ni wanyama ambao huenda wamenajisika. Sielewi kwa nini, lakini hayo ni maandishi ya Biblia. Kwa hivyo unakuta mtu maisha yake yote hawezi kula wanyama hawa, si kwa sababu hataki kukula, ni kwa sababu anafuata maagizo ya Biblia. Kwa hivyo ukiangalia, dini ni kitu muhimu sana katika maisha ya mtu. Si kitu cha kupuuzilia, ni kitu cha msingi sana, kwa sababu inakufanya ukuwe na mtazamo fulani. Inatengeneza, inaunda mtazamo wako wa kidunia. Na hii ni athari kubwa sana kwa maisha ya mtu, kwa sababu itakuathiri jinsi utakavyoishi na watu, chakula utakazokula, jinsi utakavyovalia, jinsi utakavyotangamana na watu, jinsi utakavyo oana
mambo mengi muhimu kabisa, mambo ya msingi kabisa kwa maisha. Na hapo ndo nikaanza kujiuliza maswali mengi kuhusiana na hii dini ya Kikristo haswa, ama tuseme dini zote ambazo ziko kote duniani. Zilianza wapi? Zilitokea wapi? Na nikaona ni vyema sana kwetu sisi kuweza kuelewa kwanza masuala ya dini kwa muktadha ya Kiafrika. Ukristo, je, ulikuwa sehemu ya maisha yetu tangu jadi? Uislamu, hii ni dini ambayo tumeweza kukua tukifanya ama tukiweza kutangamana nayo, ama ni dini yetu ambayo tumeweza kurithi kutoka kwa mababu zetu tangu jadi, ama historia ni ipi? Na hapo ndo nikaona ni muhimu sana watu wajue kwanza kuliendaje, tulifikaje hapa. Na hii historia ni kubwa sana. Ukitaka kujua vizuri kabisa, historia ya dini Afrika ni kubwa sana, ni mrefu, ni historia ndefu, inaanzia mbali. Lakini cha muhimu ni hivi, unafaa kujua hivi: ipo wakati katika nchi za Kiafrika hakukuwa na dini ya Kiislamu wala dini ya Kikristo. Dini takriban zote za kigeni zimekuja barani Afrika kupitia meli, sio dini za kiasili za bara hili letu adhimu la Afrika. Uislamu ulianzishwa na Mtume Muhammad, na Uislamu ulianza takriban miaka 600 baada ya Kristo. Na Uislamu ulikuja Afrika, ama tuseme ulikuja kwenye ukanda wa East Africa takriban karne ya 7-8 hapo hivyo, kwa sababu ufuo ama pwani ya Afrika ama Afrika Mashariki imekuwa ni kituo cha biashara. Wanabiashara wa Kiarabu kutoka nchi kama zile za Omani wamekuwa wakija kwenye ufuo huu wa bara letu la Afrika Mashariki na kufanya biashara kwa miaka mingi sana. Biashara za kuhusiana na vitu kama vile chumvi, kuhusu vitu kama vile pembe za ndovu, pembe za nyati, pembe za vifaru, sio nyati, samahani, pembe za vifaru, chumvi, shaba, madini ya kila aina. Biashara imekuwa ikifanyika kwenye ufuo wetu wa Mombasa, Kilifi, Lamu, Dar es Salaam, pale pia Zanzibari. Kwa hivyo biashara imekuwa ikifanyika hapa kati ya Waarabu na Afrika kwa miaka mingi sana. Na ndio hapo Kiswahili kikazaliwa, kwa sababu ya kutangamana kati ya Waarabu na Wabantu. Na mchanganyiko ule wa lugha kwa sababu ya biashara ulizalisha lingua franca, ambayo ni Kiswahili, ambayo ikuja kukomaa ikakuja kuwa ni lugha kamili na rasmi ambayo tunaitumia kwa leo. Ndio maana Kiswahili, asilimia zaidi ya 30 ya Kiswahili ni maneno ya Kiarabu. Kwa sababu ya hizi biashara ambazo kwa zinafanyika pale hivyo, ndiposa dini hii ya Kiislamu ambayo ilikuwa imeshika sana katika nchi za Kiarabu, zile milki za Kiarabu kule, ziliweza kusafirishwa na kuletwa kwenye ufuo wetu wa bahari pale pwani. Na hii ni mambo ambayo iliweza kufanyika kuanzia karne ya 7. Na kati ya karne ya 7 na 8 mambo yalikuwa yameshika sana ya kidini, lakini dini ya Kiislamu ilikuja kushika vizuri sana karne ya 10 kuelekea 15. Kwa sababu hapo ndipo Uislamu ulikuwa umeshikita mizizi hadi sasa ujenzi wa misikiti ulianza. Dini ya Kikristo ilikuja baadaye. Dini ya Kikristo ilikuja na meli ambayo ilileta
Vasco da Gama, Mreno ambayo alikuwa akielekea kwenda India kutafuta spices, viungo. Hasa alipokuja kutua pale kwenye pwani pale Mombasani, ndiposa akaona hapa tunaweza kufungua kanisa. Tunaweza kuanzisha dini ya Kikristo. Kwa hivyo maisha yalikuwa yanaendelea bila Ukristo, lakini yeye alikuja na hiyo Ukristo akauleta wakati alikuwa akifanya shughuli zake za kutafuta vitu vyake vya kujifurahisha. Na ndio hapo akaweza kufungua aliweza kujenga kama mnavyojua Fort Jesus. Huu ni mwaka wa 1593. Aliweza kufungua Fort Jesus, polepole akaanza kuleta dini ya Kikristo, na alikuwa mtu wa kanisa la Kikatoliki. Kwa hivyo akaanza kufanya nini? Akaanza kueneza injili kule kwenye ufuo kuelekea kule pwani. Kwa hivyo wakati huu wote Uislamu na Ukristo ulikuwa tumekolea kule pwani. Huku ndani bara hakukuwa na Ukristo wa aina yote. Makabila na jamii ambazo zilikuwa zinapatikana humu ndani huku barani yalikuwa yakifanya yalikuwa yakiwa na imani zao tofauti. Unajua hii mambo lazima tuongee. Kila jamii ilikuwa na imani yake na Mungu wake na vitu ambavyo anaviamini. Kuna wale walikuwa wakiamini Mungu wao kupitia wanaomba kupitia miti, kuna wale walikuwa wanaomba milima, kuna wale walikuwa wanaomba mawe, visiwa, vitu vingi sana vilikuwa vikitumika kama vyombo takatifu ambavyo vinaweza kushikisha jamii fulani na Mungu wao. Lakini cha msingi ni ile kila jamii ilikuwa naamini kuna Mungu mkuu. Kwa hivyo dini haikuwa geni kwa Afrika, aswa wa Afrika wa bara. Dini zilikuwa za aina tofauti. Kila jamii ilikuwa na imani zake za kiroho. Tofauti ni hakukuwa na Uislamu wala Ukristo huku ndani. Kwa hivyo wakati Vasco da Gama ameingia pale Mombasani, akaleta dini mpya tofauti na Uislamu ambao ulikuwa umeshika sana kwenye pwani ya Kenya na Tanzania. Na kwa sababu alikuwa ameleta dini ambayo inakinzana na Uislamu, kulikuwa na mkoruzano ambao baadaye ulikuja ukaleta vita. Na Waislamu kutoka Omani waliweza kuleta vita, majeshi wengi wakaweza kuja kupiga Wareno pale Mombasa. Na kulikuwa na vita kubwa sana mwaka wa 1698. Na vita hii iliweza kuwafukuza Wareno kutoka kwenye ufuo wetu ama kutoka Mombasani. Kwa hivyo hapo ndipo kulikuwa na kitu kama mwisho wa Ukristo kwa muda fulani pale pwani. Lakini ilipofika karne ya 19 mwaka wa 1844 tulipata missionary mmoja ambaye alitoka Ujerumani nadhania. Alikuwa anaitwa Daktari Johann Ludwig Kraft ama Ludwig Kraft. Huyu naye alikuja na Ukristo ndio, lakini hakuwa Mkatoliki. Alikuja na shirika fulani la Church Missionary Society, na hawa walikuwa ni watu wa Protestanti, hawakuwa Katoliki. Na Ukristo wa leo ulizaliwa na missionary huyu ndo alizalisha Ukristo wa leo ambao unapatikana kwenye nchi ya Kenya. Kwa hivyo Ukristo ambao unaujua saa hizi, aliyeuleta ama mwanzilishi ambaye alileta Ukristo wa kisasa ni Daktari Johann Ludwig Kraft. Alipofika Mombasani, alikaa kule na akaanza kujifunza lugha ya Kiswahili. Na polepole akaanza kutafsiri Biblia kutoka kwenye lugha ya Kiingereza kuja kwa lugha ya Kiswahili, ndiposa aweze kupeana ujumbe wa Kikristo kuja kwenye wakaaji wa kule.
Kwa hivyo hapo ndo tukaanza kupata mwamko mpya katika nchi ya Afrika, na kidogo kidogo baada ya miaka kadhaa wakaweza kuingia ndani ya bara na kuweza kuleta injili kwenye sehemu za ndani za nchi kama vile Kenya na Tanzania. Hapo ndipo Ukristo ulianzia, Ukristo ambao mimi na wewe tunaufanya ama tunajihusisha nayo siku ya leo. Kwenye kipindi kijacho tutaendelea kutoka hapo tukiingia ndani kwenye mazungumzo haya. Natumai tumeanzisha tumeka msingi bora kwa mazungumzo haya. Kama unaweza shiriki video hii na watu wengine ili tuweze kufanya mazungumzo haya kwa undani zaidi pamoja. Na kama kuna maswali, tafadhali shiriki maswali yako kwenye comment section. Asante sana.